Madaraja hapa duniani. Mwenyezi Mungu peke yake ndo anazijua nafsi zetu, anajua nia, kwa nini huyu anafanya anachokifanya. Kwa hiyo kuna majambo tumwachie Mwenyezi Mungu, tusijione bora kuliko waja wenzetu. Kwa hiyo najaribu kusema nini? Wewe ishi na watu unavyoishi nao, pambana kuiweka nafsi yako iwe safi kwa kukaa na kuhusiana vizuri na watu wote. Samehe watu, vumilia watu, usiwe na haraka na watu, wapende watu, saidia watu, usiwe mchoyo. Hizo zote zitatusaidia sisi katika kuzikomboa nafsi zetu siku ya mwisho ambayo tutafika mbele ya Mwenyezi Mungu, ambako yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu pekee ndio atakayejua nani nampeleka kwenye moto na atakayejua nani nampeleka kwenye pepo. Ndio maana tunaambiwa tutakuja kushangaa, kuna watu tulikuwa tunawaona hawana ucha Mungu wote, tukaja kuwaona wanaenda peponi, kwa sababu tunawaona hawana ucha Mungu wote kwa sababu hawafanani na sisi. Sijui umenielewa? Lakini Mungu anajua na amewaambia malaika wake, andikeni yote wanayoyafanya waja wangu. Wakifanya mabaya andika, wakifanya mazuri andika. Hukumu akasema Mwenyezi Mungu hiyo ni juu yake. Sasa tuwe makini ndugu zangu, tunavyoangaliana kwa matendo, tunavyoangaliana tunaonana kwa nje tu, lakini hatuonani katika nafsi. Huko anafika mwenyewe Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo nakuhusia ndugu yangu, pambana kuweka maisha yako vizuri. Achana na maisha ya mtu mwingine kabisa, kwamba yule bwana hivi, yule bwana vile. Hujui Mungu kampa daraja gani na wewe unayejitamba, au mimi nimepewa daraja gani. Mwenyezi Mungu anasema yupo na wenye kusubiri. Ndugu zangu, siku ya malipo ipo, yaja na wote tutalipwa. Tupambane kumcha Mwenyezi Mungu.